tenda mema ambayo Mungu itafanya Mungu afurahi. Kwa hivyo nahakikisha kwamba wazazi ambao wako na watoto katika Eden Secondary School katika eneo letu kuanzia term ya 3 hawatakuwa na tatizo la kulipa school fees. Vile ile mpango ya bursaries ya boarding secondary school ya 8,000 ya kila mwaka hiyo itaendelea. Leo tuko pale town kupatiana zile 4,000 zilizobaki za bursaries ili watoto wetu waendelee vizuri katika maisha yao. Vile kupitia serikali kuu tumeona tuko na project za irrigation. Kuna project pale Kanyongora inaitwa irrigation or Kanyongora irrigation project ya 208 million Kenya shillings ambayo inaendelea vizuri. Tuko na nyingine katika eneo letu ya dawa inaitwa Kamata irrigation project ambayo kwa sasa inachimbwa na inaendelea pale Mianda. Tuko vile na barabara ambayo inajengwa na serikali kuu kutoka Kamomo, kutoka Kanyongora kufika Kamomo kuja Soko ili ifike Kagere. Hiyo barabara inaendelea kwa sasa, ilikuwa imekwama lakini contractor amerudi katika kufanya kazi. Ni project ya serikali kuu ambayo ina cost over 2 billion Kenya shillings. Mpango yetu ya stima tumehakikisha ya kwamba maeneo yetu ama vijiji zetu tunaendelea kuweka stima. Tulianzia pale Mshonoke, Kanyaga. Hii mwezi ya ile tunarudi hapa Githurai, tunaenda Chiambogo, tunaenda Kitore, tunaenda katika vijiji 20 katika eneo letu la mbele kuanzia hii mwezi ya 4 kuweka stima. Hii mpango inaendelea. Na hii ni kazi ambayo ni ya ubunge na ni kazi ambayo ni mzito na kupitia maombi na support yetu yote ndio tumeweza kuhakikisha kwamba inatendeka na serikali kuu inatusaidia. Na hiyo project sasa iko about 90% complete ya eneo letu la dawa, which is managed by Embe Wasco, ndio ni kampuni yetu ya hapa na iko na ofisi pale. Kwa hivyo kuna project nyingi ambazo tumehakikisha kwamba zinaendelea na tumefanikiwa kupata kutoka serikali. Kwa hivyo kusikia mtu yoyote ambaye anasema serikali yetu haifai kazi, mwambie kuja hapa katika eneo letu la Mbele North, tumpeleke kwa barabara, tumpeleke kwa irrigation project, tumpeleke kwa stima, tumpeleke kwa maji ya mfereji ambayo inafanyika saa hii, na tuende tumpeleke katika mashule 80 schools in Mbele North ambazo serikali imejenga madarasa ya junior secondary schools. Kwa sasa project hizi zinamalizika za junior secondary schools za madarasa katika eneo letu la Mbele North zimefika 80 classes, 80. Nani serikali kuu imehakikisha hiyo inatendeka kufuatia ile mswada ambao nilipeleka pale bungeni mwaka wa 2023. Tukaripeti kama bunge, tukapitisha na tukahakikisha kwamba pesa lazima itengwe katika serikali. Kila shule katika nchi yetu ya Kenya iwe imepata junior secondary school, wako na mahali nzuri, safi, mazingira sawasawa, na watoto wetu kuendelea na masomo ya the new curriculum ambayo tunaita competent based curriculum au CBC. Wale ambao wanasema serikali haifanyi kazi wakuja
tuwaelezee hii haikuwa iko na imejengwa kwa njia ambayo inafaa, ikizingatiwa quality and workmanship. Vile vile mumeona ile kazi ambayo sisi kama eneo letu la bunge na Mbeere Kaskazini tumeanzisha kwamba na shule yetu tunaijenga kwa njia sasa. Ukienda pale Kapachi secondary school, primary school iko sawa, Kaongo secondary school tumejenga, tumeweka tiles. Tukienda mahali inaitwa Giani primary school tumejenga vizuri, tumeweka tiles, tumeweka mabati sawa, stima, madirisha na pia milango mzuri. Tukienda Gikoli primary school tumejenga sawa. Ukienda huko Mshenoke secondary school tumeweka administration block ya walimu ambao ni modern, ambao iko sawa. Hata walimu wakikaa pale wanasikia wanajivunia kuwa katika eneo hili la Mbeere Kaskazini. Leo ukienda tuko na project ambayo inaendelea Modu Primary School. Tuko na project ambayo inaendelea hapa Chicago Primary School. Tuko na ingine itaendelea huko Makongo Primary School ambayo tunajenga a modern administration program ambayo haitaonekana katika eneo lote ile la bunge katika nchi yetu ya Kenya. Ile ambayo inajengwa pale Makongo Primary School ni administration program ingine safi ya kimataifa. So tuko na project zaidi ya 30 ambazo tumemaliza, na tuko na project zingine zaidi ya 30 ambazo zinaendelea, na tunahakikisha ya kwamba we are putting quality, workmanship and the value for money of the people of Mbeere North into use. Ukienda pale kwa Ndombogo Primary School, hii administration block iko pale, nyingine safi sana. Kwa hivyo hiyo kazi yote ambayo tumefanya na hizi pesa tumezipata kutoka serikali, ndio mimi nafikiria Rais wa Jamhuri ya Kenya aliona ya kwamba Ruku amehitimu, ako na uwezo, ako na nguvu, ako na maarifa, ako na masomo ya kwenda katika serikali kuu na kukuwa waziri wa public service wa kaunti yetu ya Mount Kenya region. Nimukwenda huko Mbeere? Nimukwenda huko Mbeere North? Nimukumkaribisha huko? Natiga monera magwema kukaribisha rais. Okay. Asante. Kwa hivyo mnanituma niambie rais wa Jamhuri ya Kenya akipata nafasi kuanzia Tuesday aweze kufika hapa kwetu Mbeere North, akague project zile ambazo serikali yake inafanya kutoka kule Kamata Irrigation Project, na pia tumuelezea kwamba ile barabara yetu ya Gikuyari, Momenje, Kerie, Ishiara tunataka kwa heshima atuwekee nini? Atuwekee nini? Kidogo. Kwa hivyo umenituma niambie rais, tutamkaribisha kwa shangwe na nderemo. Tutamkaribisha kama kiongozi wa taifa. Tutakaribisha kama mfalme wa nchi yetu ya Kenya. Tukamutonga na ngamina ndogyo. Tukamutoka yuko takana kanini wake magege. Akinyangoko. Katika mone ambao wanasema rais akuje, rais atembee. Asante sana, nashukuru. Rais Ruto, kwa majina mimi naitwa Jero Kabisa. Na rais wetu tunakupenda. Na kwa hakika bila shaka twakuheshimu kwa kutupea
wasili kwa kiongozi wetu Mheshimiwa Geoffrey Kariuki Roku. Na ukweli rahisi, nataka kukuhakikishia Roku sio makanga. Ni kiongozi ameona mbele, na ni kiongozi ana maono na anafanya kazi vizuri. Kitu ya kwanza, katika Mbeere North watu wanagawanywa na miberega, wanagawanywa na rangi, wanagawanywa na mambo mingi, lakini Roku alikataa. That's why, na ninataka muinue mikono kamera yone. Ati tuena amaro koda ile berega, inua mikono mahali yote huko. Your Excellency, siku ile utakuja Embu County, tafuta kukuja Chicago, tutakubeba, tutakuinua, tunakushukuru sababu kazi tulifanya ni amana. Na hii tunasema sio just for the sake of saying it. We are very serious and we are concerned. Sababu kupea Roku kiti ya waziri, tunajua sio kazi kidogo. Maadui wako, wengine wana pesa, wengine wanafanya kampeni zao zao. Ukweli ya mambo ni ya kwamba Mbeere North yote hakuna mtoto hata moja, hata wa ule neighbor wake kumpigia kura alipata CDF check. Ukweli ama si kweli? Simutingise kidogo. Ukweli lazima tutingise.